afu anamwangalia mtu wa chini. Hakuna masala hayo. Hayo ukisoma katika historia utakuta kwa Nabiiullah Daud alayhi salatu wasalam, ndio ambaye alikuwa anashuka mpaka chini. Yeye alikuwa ni mtume wa Mungu, afu ni mfalme, ana vitu vyote. Sasa katika nafasi yake ya ufalme alikuwa anateremka mpaka chini, kisha anakusanyika na watu, wanakaa nao kama hivi, kisha anawapeleleza, anambia jamani, maonaje yule mtu mmoja anaitwa Daudi, yule mfalme wa hapa, wamuonaje, anakwenda vizuri yule? Mimi sioni kama anakwenda vizuri, kumbe ni yeye. Watu wanaambia wewe mkichani, hata kwa mambo yako uende wazimu, wewe unamweza Daudi. Daudi mtu mwadilifu, mtu ana mapenzi na watu, Daudi anatoa sifa nyingi. Kisha Nabiiullah Daudi anatoka sasa, amekwenda kujipima, ameona kwamba kweli anakwenda vizuri. Tupime mambo yetu jamani, siapeleke mambo hivi, tuangalie tutakwenda, lakini tulinde amani, jitahidi kupata sheria ambapo inaweza kuleta matatizo, na tuangalie ni nani ambaye ana haki ya kumpa kwa sifa mbalimbali ambazo zipo. Alkamalu lillah, ukamilifu anao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije ukaona kuna jambo fulani limekufutu ukaona mimi mbona sijaambiwa hivi. Sio lazima katika kila kitu iwe tayari na wewe lazima likukute. Kwa kutatua hiyo watatu ndio sisi sote. Sasa sisi ni watu aina moja tu. Nadhani tunaelewana mpaka hapo. Basi haja yangu ni kutaka kutoa ishara na kuwafahamisha watu, na nilisema siku moja kwamba yule Tajuddin At-Tawzari rahmatullah alayh katika kasida yake inaitwa Al-Qasidatul Munfarija, iliyo katika